Chris Brown ni kama tayari kumekwisha kutengeneza urafiki kipindi ambacho alikuwa amefungwa ama alikuwa kizuizini huko Manchester, Uingereza baada ya kukamatwa na kukaa behind bars kwa takriban wiki moja kabla ya kuachwa dhamana kiasi cha fedha za Kitanzania bilioni 18. Msanii kuna kipande cha barua ambacho alimwandikia mmoja wa wafungwa ambaye walikuwa kwa pamoja kipindi ambacho alikuwa kizuizini kama sehemu tu ya kumtia moyo. Hiki ni kipande ambacho kimekuwa shared na The Sun ambacho Chris Brown aliandika haya: kwako Den ndiye mfungwa ambaye walikuwa pamoja kwa kizuizi, na kuendelea kwa kuandika tu, asante kaka yangu, na shukuru kwa yote ambayo umenifanyia katika kipindi ambacho nilikuwa nimefungwa. Umeonesha utu sana kwangu. Mwenyezi Mungu anaona haya na anaona moyo wako. Utakuwa nje sio muda kaka yangu. Kisha kaandika cheers na kutia saini yake. Sasa hii ni taarifa ambayo imeweza kuwashangaza watu wengi sana, huku kukiwepo na kiulizo ni nini ambacho mfungwa huyo alimsaidia Chris Brown mpaka kuchukua hatua ya kumwandikia maneno haya ya kumtia moyo, ama urafiki wao umeweza kutengenezwaje katika kipindi hiki kichache tu ambacho alikuwa kizuizini. Pia wengi wameweza kumpongeza licha ya maarufu, fedha na kadhalika, lakini pia ameweza kuonesha utu kwa yale magumu ambayo kuna watu wanapitia, hasa na baada ya kuonja joto hili la jiwe. Msanii huyo atarejea Uingereza Juni 13 kwenye maendelezo wa mara ya pili ya kusikizwa kwa kesi yake ambayo inamwandama iliyomfanya kuweza kukamatwa na kukabian bus kwa siku kadhaa ya kumpiga na chupa mtayarishaji wa kimuziki huko Uingereza Manchester mwaka 2023. Hapa ni SNS Management.